Nini tunategemea kutoka kwetu sisi tuliokwisha kupokea hiyo zawadi ya Roho Mtakatifu, lakini na ninyi mnaotarajia kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu? Tunategemea mabadiliko ya kiroho na ya kimwili kama tunavyoongozwa katika kitabu cha Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 na 23. Inasema, sasa matunda ya kuongozwa na Roho ni haya, ambayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Anayeongozwa na Roho au yeyote aliyopokea sakramenti ya kipaimara kwa kuwekewa mikono anapaswa kuongozwa maisha yake na mambo haya. Hatutegemei ukawa ni mtu wa kukata tamaa, kwa sababu Roho Mtakatifu anakupa uvumilivu. Hatutegemei ukawa mkali, kwa sababu Roho Mtakatifu anakupa upole. Hatutegemei ukawa huna kiasi katika mambo mbalimbali, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuambia hapa pana kutosha, usiendelee. Hatutegemei ukawa ni mtu wa chuki. Roho Mtakatifu rafiki wa upendo. Tunakutegemea ukawa na furaha daima, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuja kwako na anabaki pamoja nawe. Tunategemea uwe na amani, amani inayofurika kutoka katika roho yako, na maisha yako yote yatawaliwe na amani hiyo. Wote wanaokuona wafurahie kuona amani, waonje amani yako, na amani hiyo iwaletee uzima wa milele, hata wao waige na wajue kuwa wewe unaongozwa na Roho. Niombe basi wote ambao tayari tumepokea sakramenti ya kipaimara, tutahuisha kipaimara chetu leo kwa kukiri ile imani. Niwaombe ninyi mtakaopokea sakramenti ya kipaimara leo, jitahidini kuwa mifano mizuri na ya kuigwa kwa mwenendo mwema, mkizingatia imani yenu, mkiitetea imani yenu, na mkiisimamia imani yenu kwa maneno na matendo. Kamwe msiwe watu wa kuyumbishwa au kuogopeshwa na mambo yanayopita. Simameni imara katika imani.